Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na baadhi ya vitu ambavyo vimemake headline huko mtandaoni. Hapa nataka kuzungumzie swala zima la maneno ambayo ameyazungumza huyu hapa, si mwingine bali ni Jay Melody. Wadau wanasema kwamba bubu naye pia akizidiwa anasema. Sasa hivi sio vitu vya kawaida kwa Jay Melody kuzungumza mitandaoni, kwa sababu katika wasanii ambao waga wanapenda sana kuzungumza mitandaoni, Jay Melody si mmoja wao. Yani Jay Melody sio mtu wa kuexplain chochote mtandaoni, sio mtu wa kiki, sio mtu wa kugombana na mtu au vipi. Yani msanii ambaye yuko very low key, yani yuko very chill, hana mambo mengi. Lakini this time around ni kwamba Jay Melody bwana ameshindwa kuvumilia, imebidi azungumze, na alichokizungumza ni moja kwa moja amezungumza kwa mafumbo, lakini wadau wamefikiria kwa kina, wamehisi kwamba kama Jay Melody amezungumza, yani kuna kitu amekiona ambacho hakiko sawa, akaamua mpaka akiseme. Na je, ni nani huyu ambaye ana uwezo wa kucross boundaries au kuvuka mipaka mpaka kumkera mtu mpole kama Jay Melody? Watu wakaunganisha doti na wakahisi moja kwa moja kwamba ni Mwijaku. Kwa hiyo wadau bwana huko mitandaoni moja kwa moja wamehisi kwamba maneno ambayo ameyazungumza Jay Melody katika ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, au ujumbe ambao Jay Melody ameuandika, watu bwana wamehisi moja kwa moja bwana ule ujumbe unamuhusu Mwijaku, kutokana na kwamba Jay Melody bwana huaga hanaga kabisa mambo ya kuzungumza, au hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kumkera mtu mpole kama Jay Melody zaidi ya Mwijaku. So at the end of the day ni kwamba ujumbe wa Jay Melody umemake headline. Ni moja kati ya vitu ambavyo vimetrend sana huko mtandaoni. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba bwana Jay Melody ameandika hivi. Nataka kwanza nikusomea ujumbe wa Jay Melody mwenyewe, alafu then nikuelezee kile ambacho page mbalimbali zimekuja kuripoti. Jay Melody bwana ameandika hapa katika Insta story yake, ameandika kwamba bwana, usela ukizidi sana ndugu yangu utakwenda jela. Umeona? Jay Melody ameanza kwa kuandika hivyo kwamba usela ukizidi sana ndugu yangu utakwenda jela. Kila wakati unaleta mieyusho na kipala chako. Sasa hapa Jay Melody alivyoweka tu hiyo issue ya kipala na mieyusho na kipala, watu wakajua kabisa kwamba mtu mwenye mieyusho afu ana kipala ni Mwijaku. Kwa hiyo akaendelea hapa Jay Melody baada ya kuandika kwamba kila wakati unaleta mieyusho na kipala chako, watu wanakausha kwa sababu wanakuona kama chizi, lakini na kuapia kwamba kuna siku utayakanyaga halafu utajutia sana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na peji nyingi sana zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari baada ya kuonekana kwamba huo ujumbe wa Jay Melody bwana huenda ukawa unamuhusu Mwijaku, na watu wengi sana wanajua kabisa kwamba Mwijaku bwana mambo haya ya kuzungumza vitu ambavyo vinawakera watu ni kawaida yake. Lakini this time around kama amemzungumzia mpaka Jay Melody, obviously Jay Melody wewe mwenyewe anajijua kwamba sio mtu ambaye anapenda matatizo au mwenye matatizo na mtu yoyote. Kwa hiyo kuzungumziwa negatively na Mwijaku ni kitu ambacho kimemkwaza, na ameamua akizungumzie wazi kupitia ukurasa wake wa Instagram hapo katika Insta story pale juu. So kama nilivyosema hapo awali kwamba baada ya Jay Melody kuzungumza hicho alichokizungumza bwana, page mbalimbali zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba Jay Melody ameibua gumzo baada ya kushusha maneno mazito kwenye Insta story yake. Kupitia ujumbe huo ameonekana kama vile amemlenga mtu fulani kwa onyo kali, ingawa hakumtaja kwa jina moja kwa moja.
Kuna page hapa bwana amekuja amemuhusisha Mwijaku moja kwa moja, wakiwa ameandika kwamba Mwijaku, tuchunga sana kauli zako zitakuponza. Lakini hapa kuna page nyingine tena wamekuja ameandika kwamba Jay Melody bwana kupitia page yake ya Instagram amechapisha taarifa hizi ambazo zinazua utata baada ya kuonyesha kama vile kuna mtu au ana uhasama na mtu fulani ambaye hajamweka wazi, na huku akimuita kipara badala ya jina lake halisi. Lakini ya kuishia hapo, Jay Melody akaandika tena ujumbe mwingine katika Insta story yake akiwa ameandika kwamba Ankali Kipala, usela ulikuwa zamani. Ameandika hivyo. Sasa kutokana na hizo jumbe za Jay Melody katika Insta story yake, watu mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. Kila mtu amekuja na speculation zake, kila mtu amekuja na mtu ambaye anahisiwa kwamba ndiye aliyetumiwa huo ujumbe na Jay Melody. Na kwa mfano hapa kuna mdau hapa amekuja ameandika kwamba watu wengi sana hapa naona wamekuja kumtagi Mwijaku moja kwa moja. Kuna mtu hapa ameandika kwamba mtoto jau sana wewe Mwijaku. Mwingine amesema kwamba bwana Mwijaku, njoo huku Jay Melody anakusimanga kaka. Kuna mdau mwingine hapa, yeye amekuja na mtazamo wa tofauti. Amedai kwamba hilo neno au ujumbe wala sio kwa Mwijaku, watu tu wamechanganya mambo, bali huo ujumbe bwana unaenda moja kwa moja kwa Chidi Benzi, kutokana na kwamba Chidi Benzi alishawahi kuzungumzaga kwamba hivi karibuni katika interview kwamba vijana wengi wasanii ni mabwabwa. Kwa hiyo hapa kuna mtu amekuja kukusanya hizo dot kwamba inasemekana kwamba huenda huo ujumbe ukawa ni kwa Chidi na sio kwa Mwijaku kama the way ambavyo watu walivyodhani. Maana kwa upande wa Mwijaku of course naye pia ndio ana upara, lakini tunajua pia Chidi naye pia ana upara. Usela Mwijaku sio msela, lakini mtu ambaye anafahamika kwamba ni msela ni Chidi. Kwa hiyo kuna watu hapa wamehisi kwamba sio Mwijaku bali ni Chidi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Unahisi kwamba ujumbe wa Jay Melody utakuwa umemlenga nani kati ya Mwijaku au Chidi? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.